Naam, huku nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV ikiwa ni saa sita saa za Afrika Kati, 7 majira Afrika Mashariki, tarehe 15 mwezi wa 10 2025, na mimi ni rubani wako the one and only town DJP Rajabu Kiza Kabonga, baba la baba, mzee wa Ngwasoma. Big up sana kwa ndugu na marafiki wote ambao mko mnatusikiliza kutoka pande zote za duniani, na najua ni jambo la muhimu sana tuungane wote kwa pamoja kwa kuendesha gurudumu hili. Tutakuwa tuna mada mbili ambazo tutazungumzia, moja ikiwa ni wakimbizi wa ndani, jinsi wanavyozidi kuteseka na wanazidi kuwa wengi. Kongo sasa hivi inajumlisha mamilioni ya wakimbizi wa ndani, na ambao 95% wanateseka na wanakosa msaada kutoka ni serikali, ni kwa mashirika ya kimataifa, na kwa wananchi pia wa kawaida, wale wenye moyo safi wa kuweza kuwasaidia. Na pia tutazungumzia kikao ambacho kimeanzishwa hiyo jana huko Nairobi, ambako Hippolyte Kanambe na wezi wenzake wote, yani wote ambao walikuwa kondane wote wameenda kujikuta wako Nairobi kwenda kuzungumza. Je, serikali ya Kenya inaficha nini nyuma ya mzozo ambao uko unaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Je, wa Kenya wameweka wazi kwamba ni maadui wa Wakongomani? Ule uhusiano wetu wa Kongo na Kenya unakwenda kuharibika. Nini kifanyike? Mengi na zaidi tutaungana na mchambuzi wetu ili kuweza kupata mawili matatu. Nitoa shukrani kwa wote ambao wako natufuata Baraka One TV kutoka Denmark. Kuna ndugu yetu pale Denmark naye pia yuko anatusikiliza vizuri sana. Na pia ndugu jamaa na marafiki wote ambao wako Europe wote, akiwemo Simwe Baguma Samuel kutoka kwenye Czech Republic. Nafikiri ni hivyo. Kizabe Ayeba, pia Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Men, wote wako nasikiliza Baraka One TV. South Africa pia tuko maelfu ya watu, pia Kongo, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi pia tuko tunasikika vizuri sana. Na usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na interview kibao, mambo mengi ambayo yako yanaendelea Uvira na kwenye uwanja wa vita vile vile. So karibuni sana na tuungane wote kwa pamoja. Bwana, karibu sana bwana. Bwana kwema? Huku ni kwema sana, mambo yako vizuri. Labda za kwako kule? Huku tunaendelea kwa salama, mambo ni pekeche kide. Naona leo nguvu ni double. Everything is double. Nipe kwanza kifungua kinywa kwanza huko kwako. Huku kifungua kinywa chetu ni kwamba Uvira kumezalika makundi mengine ya wazalendo. Makundi mbalimbali ya wazalendo yako yanazidi kuzalika. Juzi kati hapa kulizinduliwa kundi nyingine alikuwa charge na operation ya mzee Nyerere, aliweza kujiondoa kwa Nyerere akaanzisha kundi lake, na hivyo akapewa blessing zote na mamlaka husika ya ulinzi na usalama tarafani jimboni Kivu Kusini, pia na pia kuweza kushimikwa rasmi kwa mrisi wa hayati Generali Rukumeta, kundi la MPDAC. So kwa hiyo hayo ndiyo ambayo kwangu ni kama kifungua kinywa changu kwa siku hii ya leo. Sasa nilikutafuta bwana ili tuweze kuzungumza vitu viwili. Kitu cha kwanza tutakijadili kwa dakika chache ambazo hazitazidi 5. Wakimbizi wa ndani wanazidi kuongezeka DRC, mamilioni ya wakimbizi wanateseka sana, wanakosa msaada, ni serikalini ni mashirika ya kiraia
hata kwenye raia wema tu inakuwa ni ngumu kwao kuweza kupata usaidizi. Na jambo la pili ni aliyehukumiwa kufa na kutaifishiwa mali zake Bwana Hippolyte Kanambe na wengine wengi akiwemo kina Matata Mponyo wamejikuta Nairobi kuanza vikao vya kujumuisha wapinzani kwa lengo ambalo halijulikani. Je, Kenya imeonyesha waziwazi kwamba ina uhasama na Kongo, na kwa nini iwapokee watu ambao wamehukumiwa Kongo wanakimbilia Kenya? Kwa hiyo Kenya inaficha nini nyuma ya mzozo ambao uko unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Nafikiri hapo nimeeleweka vizuri. Ni kweli, na mimi nishukuru tu bila kupoteza muda. Na mzozo Kenya, kwanza nianzie kwa Kenya. Kenya ni watu wenye ambao tulikuwa nao vizuri sana, na sio Kongo tu, hata Tanzania Kenya ilikuwa vizuri, lakini mpaka sasa hivi utawala wa Kenya na Tanzania au uhusiano wa Kenya na Tanzania haupo vizuri. Haupo vizuri. Lakini sisi kwetu hatujui wanagombania nini huko, lakini sisi kwetu ni zaidi sana, sababu mfadhili mkubwa tulikuwa tunafikiri ni Kagame tu, lakini leo tunakuja na gundua kumbe hata Ruto ni mfadhili, sio wa Kenya, utawala wa Ruto. Utawala wa Ruto ni mbaya. Unajua Ruto hata alikuwa naibu waziri wake Gachagua aliwahi kumtaja kwamba Ruto ni mtu ambaye anafanya biashara ya magendo na nchi mbalimbali, anawauzia silaha magaidi, anadili na magaidi, yaani yeye kwa ajili ya maslahi yake binafsi, mikataba anasaini yeye mwenyewe, biashara anafanya mwenyewe, lakini anakandamiza. Ametoa mfano wa nchi kama Sudan, Somalia, Kongo, ile vita yote Ruto anahusika direct. Haiti, bila kusahau Haiti. Yeah. Na alifanya hicho kitu ku Haiti, sijui kama nimeita vizuri, na alikuwa anategemea msaada mkubwa, hela sana atazikusanya kutoka Marekani, lakini baada ya kutuma kile kikosi kwenda kule, wa Marekani walikunja mikono. Wewe angalia kutoka Afrika na Haiti wapi na wapi. Lakini aliwapeleka pale kwa maslahi, lakini Trump sasa akaswitch, akakataza hela isiende huko. Wakati walikuja hapa, mzee Ruto aliongelea kuona kama naomba ushirikiano, kwa kikosi changu kiko pale kinafaa vizuri, lakini naona kama hakuna msaada wowote. Kwa hiyo ni kama kulalamika. Kwa hiyo huyu bwana, alafu huku, lakini usisahau anajiita ni pastor. Anatanguliza njia ya Mungu sana. Hii njia ya Mungu itatuua sana, tutakufa sana, na bila kujali kupitia dini. Mimi nagusia tu, sio mada. Kupitia dini, uwe Mkristo uwe Muislamu, dini hawakutuletea kwa sababu ya kumjua Mungu. Dini walituletea kwa sababu ya kutuangamiza. Sababu Leopold, kama ni Leopold wangapi alikujaka na dini, aliuwaka Wakongomani wangapi? Maelfu ya Wakongomani walipoteza maisha kipindi cha Leopold wa pili. Waarabu walikujaka na dini. Ukoloni walisombaka wangapi Wakongomani? Wengi sana. Kumamanyema, kumakasongo huko, wote walibebwa, wote wengine wakabakilia Zanzibar, walio hale wote wakaenda. Ukienda Manyema, watu wengi ni weupe sana. Makongoro kule. Haya. Hiyo sio mada. Huyu bwana ni adui wetu, adui mkubwa sana. Yani ameonyesha kama ni kituo kikubwa, yani ni adui. Ruto ni adui kabisa. Yani mimi siwezi nikachukua visa hao ndege, kusema ndege naenda Afrika ya airline ya Kenya sichukui. Kama wewe ni mshabiki wa Madrid, bakia kwenye Madrid. Na hauwezi kuwa mshabiki kwa Madrid alafu na huko na kwa Barcelona. Hapana. Hebu turudi nyuma kidogo kwenye utawala wa Moi, utawala wa Kibaki, utawala wa Kenyatta mtoto na Kenyatta baba. Kongo ilikuwa ina mahusiano mazuri sana na Kenya.
Wakenya walikuwa wanaishi vizuri sana na Wakongomani. Sehemu pekee prefere Mwafrika kwenye Kongomani alikuwa anajisikia anajisantiri kwamba hiko protect na hiko huru ilikuwa ni Kenya. Lakini kuingia kwa huyu Mkalenjin, utakumbuka kwamba Wakalenjin ni wenye asili ya Kinolitics na Wanilotics ndio hao hao ambao tunawaita Watusi, na Watusi ndio hao ambao wako na affair na empire Ima Empire. Je, hii ina mwingiliano wa uasilia wake wa Kitusi ama ni roho yake tu mwenyewe ya kutaka kujilimbikizia mali na biashara ambayo sio halali? Yes, hii ni ushirikiano mkubwa sana hata kupita kwake, na ukiangalia katika utawala wake ndio utawala wenye ambao waliandamana sana wa Kenya sana kuliko miaka yote kwa rais wote waliomtangulia. Na maandamano ya mwisho alikuwa anamwambia aondoke aende Rwanda. Nadhani ile video naweza nikakutafutia, aondoke aende Rwanda. Na mpaka leo naongea Kenya haijawahi kutulia. Kila mtu anaongea, yaani yeye ni kama vile tunavyomchukulia Kabila, wanasema huyu ni Mtusi, wanasema hapana huyu ni Mkuu, kila mtu anasema huyu ni Mtusi kutoka Rwanda. Kwa hiyo aliwahi kutoa hotuba ni kama vile hotuba wa ubaguzi, akasema tunaingiza ubaguzi Kenya. Alitoa hiyo hotuba Ruto. Kwa hiyo Kenya wanamchukulia ni Mtusi Kenya. Na rais aliondoka aliwahi kutoa hotuba kusema hivi, ole wenu mtakayechagua watu wa kutoka huko. Rais aliondoka na rais wa Ethiopia hawaelewanaki. Kwa kuunga mkono Ruto anachokifanya hawaelewanaki. Wenyewe wawili, rais wa Ethiopia na rais Ruto, ndio ni kufanya Santagalawe kwa Somalia. Kila mtu anabeba anachokitaka. Huyu ni wamoja, wote ni Watusi. Waziri mkuu wa Ethiopia huyu Abe, kama Abe nani huyu? Ndio. Waziri mkuu Ndio. Na yeye ni mwenye kuchangia pakubwa sana vita ya Kongo. Kuna Waethiopia ambao wanakuja pia kuungana na M23. Na yeye ndo aliyotoa hii ya kusema M23 ni makubaliano yaliyofanywa mwezi wa 3. Manake March, M ni March na 23 ilikuwa ile 23 kwa Ethiopia. Ndio ikapangwa M23. Ilianzia ni kwa Ethiopia. Kwa hiyo hawa ndio walipanga katiba yote ni hawa. Kwa hiyo hatuwezi tukawaweka sana kwa orodha. Wasiliano wetu na Kenya kweli na mpaka ukiangalia halivyompokea ni swali tu. Ingekuwa kama ni Kenya ndio inasumbuliwa na vita, alafu wasi au wale wapinzani wenye kutafuta, maana mimi nawaita ni wasi, wao nafikiria Mkongo kikao vinafanywa Kongo. Je, Kenya ingechukuliaje? Hiyo hapo inaenda kwa mkuki, kwa nguruwe, lakini kwa binadamu ni mchungu. Kuzaliwa kwa AFC M23, AFC ya Corneille Nangaa ilizaliwa Kenya chini ya benediction ya Kenya. Hippolyte Kanambe na M23 nayo hivyo. Na hata pia kuingia kwa cash ya Kamere na Felix pia ilizaliwa vile vile Kenya. Kwa hiyo tuseme Kenya imekuwa sio faida kwetu, bali inatuletea hasara kwa hii miaka ya hapa karibuni sana. Na niweke tu sawa kipindi hiki, kuna jamaa mmoja alinihoji ubinafsi na akaniuliza ni kutoka Tanzania kama anatufuata sana. Aliniambia bwana, mimi nataka nikuhoji kidogo. Kwa nini inakuwa hii hawa wa FDLR wanakuwa Mkongo na Kagame anadai? Nadhani nilimjibu vizuri sana. Sisi tumeshawahi kufukuza watu, tumeshawahi kufuatilia waasi kwa nchi ya jirani kwenda kuwashambulia? No, haijawahi. Na kuuliza swali wewe baba mwandishi
na kuuliza swali, nda huyu Jean Bosco alijiita ni Mkongomani na huyu mwingine huyu ni nani aliita ni Mkongomani, wanaua watu Mkongo, wanakimbilia Rwanda. Je, tumeshawahi kushambulia Rwanda kwa kisingizio cha Jean Bosco? Haijawahi kutokea na haitakuja kutokea. Kwa nini? Hawa ni Wakongomani, Kagame hawa na wahifadhi kule, tukamate kwa hiyo namna, tugeuze. Hawa ni Wakongomani, wanaua watu Mkongo, wanakimbilia Rwanda. Ni nani anayewahifadhi hawa? Yeye imupe Kagame aje wafate wa FDLR Mkongo, isingizio kusema kama usalama wake. Hawa huyu nda nini Bosco na huyu mwingine mwenye kuwa Makenga, mbona ni nani mwenye kuwapa hifadhi? Rwanda. Swala kama hili walishaliongelea Umoja wa Mataifa. Hawa ni Wakongomani wanavyojidai, wanaua, wanaenda wanahifadhiwa na nani? Na Rwanda. Umoja wa Mataifa hajaongea, vyombo vya habari hawajasema, serikali haijasema. Kwa nini Kongo isishambulie Rwanda kwa kuwafata hawa wa Jean Bosco na huyu mwingine sijui ni nani, na wote wasi? Kikosi chote cha wasi kiko ni Rwanda, kini kushambulia Kongo. Yeah. Umenielewa? Kwa hiyo hii ni masuala ya upuuzi. Hii swala kusema hata kama hawa FDLR wataondoka vita tasimama, hapana. Vita isimame, safari ni ile ile tu. Kwa hiyo majibu kwa mzee Kanambe ni kitu kweli kinaumiza sana. Kwa maana hiyo sasa, katika hili swala nimeona kuna wapinzani ambao waliteswa katika utawala wa Kanambe, akiwemo Frank Diongo ambaye alipigwa karibia kufa mpaka kuvuja damu utawala wa Kanambe huo, lakini leo ndiye anakwenda kujiunga na Hippolyte Kanambe. Hii iko na tafsiri gani? Unajua, kuna siku niliweka kipindi hapa, nadhani watu wengi walinishambulia sana, wakasema bwana, usiingize mambo ya Uswahili katika nani. Nataka wewe nikuulize, wale miongoni mwa watu wenye kuwa kule, Waswahili ni wangapi? Naona karibia 80% ya Waswahili ndio wako pale. Nataka kuniambia sisi Waswahili ni waasi, ni wa rebellion? Naona Waswahili ndio wengi pale, sababu nimeona sura nyingi Waswahili tu ndio wengi. Licha kuna wengine, yeah, kuna wengine, lakini Waswahili sisi ndio wengi pale. Haya matatizo ni matatizo makubwa sana. Waswahili kama tuwezi kujielewa, tutakuwa tuna na nafasi. Hii lazima na sisi wenyewe tujitambue kwanza. Tujitambue, tuzungumuze. Wakati tunalaumu serikali, lakini na sisi ni wanani wenye kumuunga Kanambe mkono? Mimi kitu ambacho kiko kinanipa huzuni ni kuona jinsi wapinzani wa Kongo wanakuaga hawana akili. Tuseme yani wanasiasa wa Kongo wanakuaga ni wajinga sana. Wewe utawala wa Hippolyte Kanambe, tuchukulie mfano kama hivi Bobi Wine anavopigwa, anavoteswa, anavonyanyaswa na utawala wa Museveni, na anatoa oda ni Museveni na kamanda wake in chief, mpigeni, mfanyeni hivi, kisha kesho mtu mwingine aje achukue madaraka, kisha Bobi Wine aende tena kuungana na Museveni kwamba wamondoe huyo ambaye amechukua madaraka ili Museveni arudi madarakani. Iski Mkongomani kabisa iko na akili ya kuwaza kwa ndo mfano wakina Frank Diongo na wengine na wengine. Mkongomani ndiyo mwandishi wa habari. Mkongomani ndo mtu pekee mwenye anatembeaka, hajawahi kuonekana anatembeaka kichwa kiko chini miguu juu. Nisikukata hapo kauli. Unamwona Martin Fayulu? Ndiyo. Martin Fayulu ana roho ngumu sana mzee. Mateso ambayo alipitia kwa utawala wa Hippolyte Kanambe.
hata kama kwamba tuseme binadamu anabadilikaga, lakini siwazii kama Fayulu anaweza kwenda kukaa meza moja na Kanambe wadiscuss juu ya kuja kumwangusha Felix. Siwazii. Kwa nini wengine wasiwe na roho kama ya Martin Fayulu? Ni kweli Fayulu mimi tunampongeza sana. So ilikuwa ni hivi, kulikuwa siku moja Waislamu walikuwa wanaswali. Sasa ule mumusikiti mtu mmoja alitaka ajue Waislamu wa ukweli ni wanani au waumini ni wanani. Sasa mtu mmoja aliingia na mpanga mule ndani, akawaambia hivi, mwenye anakubali kufa kwa ajili ya Mungu apite, au tuseme waumini, sema Waislamu waumini, tumia kauli mbaya, waumini. Akasema mwenye anakubali Mungu apite huko, mwenye anatafuta kufa kwa ajili ya Mungu apite huko, na ule mwenye hataki kufa abaki akae huko. Kwa hiyo wale waumini waliokuwa mule ndani wanakwambia katika waumini walikuwa 117 walienda huko, kwa ile kundi ambayo watu hawataki kufa. Unaona, na hao wakajikuta wadogo sana, wakufa wakajikuta pale. Basi wale wa jamaa walioingia mule wakamwambia ule pastor, ule kiongozi, wanamwambia hawa ndo watu wako hao, unabebakia nao. Unaona, kwa hiyo namba ndo hivyo kwa Yesu. Alisema kama Bwana, haya magugu tufiege, lakini Yesu aliwaambia acheni vyote vigue, uvune kwanza, alafu magugu itakuwa ni kufiega baadaye. Yani wafanya siasa tuliokuwa nao weni kutetea taifa, kutetea nchi tusonge mbele, twende mbele, ni wadogo. Weni kutetea matumbo, njia yao ndo wengi. Hao wafanya siasa hapa ndo tunagundua, hatuangalii Tshisekedi amefanya nini, tunaangalia wale wanabakia wanasimama na sisi. Hatuangalii Tshisekedi. Sisi hatupo kwenye kitengo cha Tshisekedi. Hatupo kabisa kwenye kitengo cha Rais Tshisekedi. Sisi tupo na wale wanabaki wanapambana na sisi. Tunakuta Fayulu ni mmoja wetu. Kwa hiyo Fayulu iko na nafasi kubwa sana kwa Kongomani. Matata Mponyo naye baada ya kuhukumiwa akatoroka. Alipotoroka ameonekana yuko Nairobi na Hippolyte Kanambe. Uone kama ni watu ambao walifanya manyanga pamoja. Hiyo ni kosa moja. Watu walimsapoti sana. Watu walimsapoti sana. Alafu kuna wengine ni watu walikuwa alitumika na Kanambe, walikimbia wanaenda huko. Wote uliwaona pale. Nadhani pa ile video wote uliwaona, wengi wote wamekuja wote. Na weko kuma Ulaya huko weko wote aliwakusanya Kanambe, wote aliwakusanya pale. Hii ni kuonesha kabisa kumbe Tshisekedi utawala wake upo vizuri. Kumbe watu wapinzani wote ni wenye kutoka, lakini ni uongo, hao wote ni njaa. Hapa sasa hapa Wakongomani waamini kwamba utawala huu wa Tshisekedi ni bora kuliko utawala wa Kanambe, kwa sababu wale wa mafiatere wote, wezi wote, walioharibu nchi wote wako upande wa Hippolyte Kanambe. Hiyo haina pinzani kabisa. Utawala mimi ipo kila siku nazungumzia. Mimi sio Mkasai. Mimi sio Mkasai na Tshisekedi hatoi chochote kwangu mimi nipo hapa Ulaya. Ila nasimamia ukweli. Tshisekedi hajawahi kutengeneza barabara kupita nyumbani kwangu. Tubaki kwanza na wazalendo. Sababu kuna watu wanasema hata Tshisekedi mwenyewe anaiba. Hata wa Marekani Trump anaiba. Hata Biden anaiba, lakini kinachoumiza kuibwa na mtu asiokuwa mwenyeji wa ile nchi inaumiza sana. Kama leo tunajua Tshisekedi kama Joseph Kabila, tunawauliza hawa ndugu yetu wenye kututukana, aliiba rais au mustafu
Kabila, Joseph Kanambe aliiba, watuambie yale mali yote aliiba alipeleka wapi? 70% ya Yote iko mali ni Rwanda. zake haziko Kongo, ziko nje ya Kongo. Kongo mko tu marupurupu. Yes. Marupurupu yenyewe tuulize yako wapi? Marupurupu ni nini? Hiyo meli ambayo inaweza kazama asubuhi. Atuambie izine kabisa. Mimi naomba mashabiki waje wailete ku comment izine ambaye ile ya Kalemia ilikuwa ishakuwa mikononi mwake, akamweka Zoe mdogo yake. Yani kila mara wakaanza kugawana yeye na mke wake na wenye ambayo walijitengenezea nao. Hii ni kundi ambayo halitengeneza Kanambe. Ukiwa la kutokea lolote kama alivyotengeneza M23, hii ndio iwe kundi ya kumtetea, kuonesha kabisa ni rais mzuri, lakini chochote alikitengeneza. Sababu kuna mtu mwingine anasema yuko Kabalo, yuko Nyunzu, yuko wapi, haya kutoka, yani popote kwenye hapa ndo Kabila Joseph aliachia hapa barabara waitaje. Sasa tukienda kumalizia hii mada yetu ya kwanza, serikali ya Kenya, je, imetangaza waziwazi kwamba haiko pamoja na serikali ya Kongo na iko pamoja na magaidi wa M23 kupitia Hippolyte Kanambe au vipi? Serikali ya Kenya, mimi nimefuata hotuba yao na ni meeting yao yenye ambao walifanya. Serikali ya Kenya imetangaza kusupport serikali au kutangaza uasi wa Kanambe, na wametoa tamko rasmi ya kusema kama Kanambe Joseph achungwe kwa vyovyote. Yeah, so kwa hiyo moja kwa moja hawa ni wapinzani wetu Kenya. Imeani kabisa tu usiwe serikali wakaja wakafanya makosa. Nadhani kuna kipindi tuliongea na Baraka Wanu kujadili kwenda kufanya kikao kingine Kenya. Nilisema vikao vya Kenya, Ethiopia vitakiwi, vikao vya kwenda Marekani, vya kuja kwa Marekani havitusaidii sisi chochote. Kwa hiyo yani iko hivi, wanasoma tu akili yetu ya kuona tunafikiria nini, lakini kabla wajakuja kujua kupanga mipango, wanasoma kwanza waone tunafikiria nini. Wanaenda kusoma kwa akili kwa Wakisekedi afu kisha soma ndo wanaenda kupanga mipango yao. Serikali ya Kongo bado haijatoa tamko rasmi. Na je, unaona kwamba hii itakwenda kuvuruga diplomasia kati ya Kongo na Kenya, na kuna uwezekano balozi wa Kenya kufurumushwa Kongo na kuvunja kabisa mahusiano ya Kongo na Kenya, kwa sababu hii itakuwa ni uchokozi wa tatu wa Kenya ikiwa inafanya kwa kwanza kukubalia kuundwa kwa AFC Kenya, pili kureconnaître kufungua kansela yake Goma kwenye magaidi wa M23, pamoja na kufungua vituo vya Equity Bank sema ambako magaidi wa M23, na hiki pia kitendo cha 4. Uhusiano wa Kenya na Kongo unakwenda kufa. Yani nipo hivi, mimi ukiwa na mwanamke kishatoka nyumbani kwako akaenda kwa huyo mchipuko, sio mke wako tena. Okay. Ndio majibu yatatoa Kenya. Wewe uangalie, dawa ya moto ni moto, na kama serikali ya Kongo haikujia chochote, wali hii haikuchukua decision kuchukua ambassad ya Kongo kuwaondoa, alafu kuendelea kidiplomasi, kuna vitu vyenyewe yani ni kama mzungu kama ukiwa unamwangalia unamchekea, hawezi kuacha kile anakifanya. Nikupe mfano leo. Nimalizie hapa. Rais Trump anatoa kwa nchi ya Tanzania na Kongo, nchi yoyote wale watakaokuja Marekani wawe kwanza bondia ya 5,000 au 10, inategemea unakuja kufanya nini. Kabla hujakuja kuomba visa ni lazima uwe na 5,000 au 10,000. Na Tanzania pia. Tanzania haijajibu, inasema itaenda kidiplomasia. Kongo haijatoa tamko, lakini rais wa Mali
ameweka 15,000 kwa Marekani yoyote atakayekwenda Mali. Yeah. Nadhani umeliona hiyo. Unaona mwanaume huyo? Yaani hawa ndio watu ambao waliokoka. Hakusubiri hata kuwaza mara mbili. Hakusubiri hata kuwaza mara mbili. Wananchi wote wameshangilia. Na yeye ndo Mali ndo nchi ya kwanza kabla ya Burkina Faso kupinduliwa ndo ilikuwa nchi ya kwanza. Hawa ni watu wenye ambao wanajitambua. Sisi kufikia mpaka tujitambue, tufikie kwa ile level ya Mali ni bado safari ni ndefu. Naona muda wetu tayari umetupa mkono. Hiyo mada yetu ya pili ya wakimbizi tutajadili wakati mwingine. Kauli yako ya mwisho kwa ili tukio la Kenya kuunga mkono uasi ni kauli gani, ili tumalizie hapo? Tunaomba serikali ijibu mara moja bila kuangalia ni nini kitakachotokea. Bila kuasirika na nini. Asante sana. Yaani bila diplomasi. Wajibu mara moja. Tunasubiri majibu kutoka kwa serikali. Asante sana bwana, nakushukuru. Mengine tukutanane kesho kwenye matangazo yetu. Tunashukuru sana bwana. Asante ndugu yangu. Na ulikuwa unasikiza uchambuzi na maelezo kutoka Baraka1 TV, na huyo ni ndugu yetu Said. Tukizungumzia swala la Kongo na Kenya, vurugu la kidiplomasia ambalo litakwenda kuibuka muda si mrefu. Mimi ndio Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Mengine tukutane majira ya saa 9 saa 12. Chao.